huo klabu ya Simba imewaalika viongozi wa dini. Nazungumzia siku ya kesho kuna mchezo Simba dhidi ya Al Masry. Klabu ya Simba imewaalika viongozi wa dini. Namzungumzia Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Zuberi pamoja na Mwamposa. Akasema hebu nizungumze na Sheikh. Kumbe hivi vitu vinashabiana na mambo ya mpira na kwenye imani, kwa sababu Simba wenyewe wanakuambia kwamba kuna namna ambavyo kama wamechezewa kwenye huo mchezo. Kwa hiyo wanataka wale jamaa wapigie maombi hawa viongozi wa imani. Kumbe vitu vinashabiana humo. Sasa hiyo dua hiyo haiwezi kukubalika hiyo. Sasa si mnachanganya vitu viwili kwa wakati mmoja. Huyu Mwamposa, huyu Muislamu. Sasa wanatanganya Waislamu waombagi dua namna hiyo bwana. Yaani huyu Mkristo, huyu Muislamu wakae pamoja waombe dua. Hiyo kumchezea Mungu, hakuna kitu hapo. Wao wakitaka wakaombe dua kwa kitu chao wanachokitaka. Sio kwamba uchanganye eti Muislamu akae hapa, Mkristo hapa aombe dua. Hilo dua hakuna. Sababu sisi tunaamini Wakristo wao wanamuomba Yesu. Na sisi tunaamini Yesu ni mtume wa Mungu. Sasa wanamuombaje dua hilo linakubaliwa vipi? Wanachanganya haki na batili. Sio wakae pamoja waombe dua, hakuna dua hiyo. Hakuna ibada ya mashirikiano baina ya Waislamu na Wakristo kwenye ibada. Mimi sijaiona, ndio kwanza unaniambia wewe. Lakini kama wamefanya hivyo wamefanya wenyewe, lakini hakuna dua hiyo ya Waislamu na Wakristo kukaa pamoja kuomba dua, hakuna. Kwa hiyo dua inaweza kugonga mwamba. Haitagonga mwamba. Tena wasifanye kabisa hiyo. Itawasababisha wafungwe kabisa. Sababu wanakwenda kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Huyu anamuomba Yesu, huyu anamuomba Mungu wa kweli, wanakaa pamoja, inakuwaje? Hakuna iko kitu shehe. Kuna dua hiyo katika Uislamu. Uislamu una taratibu zake katika dua. Dua katika Uislamu ni ibada. Watu wanachokosea hapo. Dua ni ibada, na ibada ina kanuni na masharti yake ya kumuomba Mungu. Kwanza asishirikishwe na kitu chochote katika ibada hiyo. Sasa mimi naomba dua afu namleta Mwamposa na muomba Yesu, na maana unamshirikisha Mungu katika hiyo ibada yako. Nifuate nyumbani kwangu peke yangu, niambie bwana njoo ufanye dua. Tafanya dua kumuomba Mungu, ya Rabbi kuna 1 2 3 4. Ya Rabbi kuna 1 2 3 4. Ya Rabbi kuna 1 2 3 4. Lakini sio uniweke pamoja Mwamposa kaka hapa, mimi nika hapa naambia tufanye dua. Hamna dua hiyo. Hata hamna. Wamefanya hivyo kutokana na Simba na Yanga ni virabu vya dini nyingi. Kwa wameamua kuchukua upande huu na upande huu. Waombe kwa wakati wao, sio atuweke pamoja. Kila mtu aombe kwa wakati wake. Sio tuweke pamoja ndio tuliombee jambo moja. Hapo mnafanya ibada ya kumshirikisha Mungu, kwa sababu imani hizo zinatofautiana katika kuamini Mungu. Wote wanaamini Mungu mmoja, lakini hao wanaamini Yesu ndio Mungu wao. Sisi tunaamini Yesu sio Mungu. Kwa hiyo nyinyi mmekaa pamoja, wao wanamshirikisha Mungu, wanamuomba kiumbe mwanadamu, nyinyi mnainua mikono mnamuomba Mungu wa kweli. Hiyo Mungu anaitupilia mbali. Tena anaifinyanga afu anaitupilia huko. Wae na shida. Na wazee pia wapo. Wazee wana nini? Sio wazee wenye timu yao. Wao kwani wazee wao wana nini? Ndio dua zao zinakubaliwa? Sawa, kwa ndo dua zao zinakubaliwa. Tena zao wana mizambi hiyo vibaya mno hiyo. Tena ina mizambi inawezekana vibaya mno, kwani wazee wao ndo hoja. Wapo labda wakafanya ushirikina. Hizi timu zinafanya sana ushirikina, ziombi Mungu bwana. Kwa hiyo hii mechi Simba wawe makini mno kwa kitu ambacho wamekitangaza. Kwamba dua ipigwe pande mbili. Wamefanya kitu hiko, wawe makini sana. Wanaweza wakamuuzi Mungu akafungwa au akatolewa katika hayo mashindano. Au shehe mwananchi. Mimi sina timu. Ila Yanga ikifungwa naumia. Bwana, shukrani sana. Asante sana bwana. Shukrani sana.